Sheria 6 za kuijenga nafsi na akili kila asubuhi ukiamka. Sikiliza vizuri. Kila asubuhi ni nafasi ya thamani isiyo na kifani. Ni nafasi ya kuunda nafsi yako, akili yako na hatima yako. Jinsi unavyoamka ndio jinsi unavyoanza kudhibiti maisha yako. Akili yenye nguvu huanza mapema, kabla hatima yako haijaonekana wazi. Kabla ya pesa, kabla ya heshima, kabla ya ushindi, kuna namna ya kufikiri. Kila hatua unayoanza asubuhi, kila hatua ya kuamka kwa ujasiri ni msingi wa mafanikio yako. Lakini kabla hatujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili usikose mafundisho makubwa kila siku, yenye nguvu, yenye mwelekeo na yenye mwanga wa kweli wa maisha. 1. Anza siku yako kwa kusafisha nafsi na akili yako. Usiache akili yako ijazwe na kelele za dunia kabla hata hujaamka kikamilifu. Kabla ya kuamka, chukua dakika 3, tafakari juu ya malengo yako, hofu zako, ndoto zako na nguvu zako. Jiulize, leo nitachukua hatua gani itakayonipeleka karibu na ndoto zangu? Watu wengi huamka bila malengo, wanapita siku kwa siku bila mpango, bila dira, bila mkakati. Lakini wewe, akili yako lazima iwe na dira, lazima iwe na mwanga wa malengo. Ukiweza kudhibiti mawazo yako mapema asubuhi, utakuwa na nguvu ya kudhibiti matokeo yako. Fikiria hii, mtu ambaye anaamka kila siku bila dira ni kama meli bila nahodha. Lakini wewe, ukiweka malengo, akili yako inakuwa meli yenye engine, yenye dira na yenye hatua thabiti. Hii ni siri ya wale waliobadilisha dunia. Walijenga mafanikio yao kwa kuanza na akili zao. 2. Usiruhusu hisia zako kukuteremsha. Hofu, hasira au huzuni ni kawaida, lakini kuamka ukiwa na hisia hizi bila udhibiti kuna haribu akili yako na ndoto zako. Chukua dakika chache, pumua kwa utulivu na panga kile unachotaka kufanya. Hii ni akili ya mtu anayeweza kushinda hali zote. Akili yenye mafanikio haina muda wa kupoteza kwenye kelele zisizo na maana. Ni akili ya mtu anayejua kuwa kila asubuhi ni fursa mpya ya kufanya tofauti, kuunda tofauti na kushinda kila changamoto. Ukiweka hisia zako chini ya udhibiti, akili yako inakuwa kama chuma kilichopigwa moto, imara, thabiti na isiyoshindwa. Fikiria mfano huu. Mtu anayeamka kila siku akiwa amekata tamaa, akishikilia huzuni, hawezi kushinda changamoto. Lakini mtu anayejua kudhibiti hisia zake, ana nguvu ya kushinda hatari, kushinda hofu na kuchukua hatua zisizo na uoga. 3. Tafuta maisha ya maana kila siku. Usiishi kwa kufuata makundi bila kujiuliza. Usikubali tu kutosheka tu. Akili yako inahitaji zaidi: mawazo makubwa, mpango thabiti na hatua za kweli. Kila asubuhi jiulize, leo nitachukua hatua gani itakayoacha alama? Akili yenye mafanikio haikubali maisha ya wastani, haikubali hali zisizo na maana. Inataka uhalisia, maendeleo na matokeo ya kweli. Ukiendelea kila asubuhi kuchagua uhalisia, akili yako inakuwa kama chuma kilichokamilika, imara, thabiti na isiyoshindwa. Fikiria, mtu anayeishi kwa kufuata kila mtu na hofu ya kushindwa hawezi kuunda historia. Lakini mtu anayejua kuishi kwa maana, kila asubuhi akijua sababu ya kufanya kile anachokifanya, ana uwezo wa kubadilisha maisha yake milele. 4. Chukua uwazi kwa uwajibikaji wako. Ukikosea, usilaumu wengine. Usisubiri mtu akuletee suluhisho au mafanikio. Badala yake, jiulize, ningeweza kufanya nini tofauti leo? Ni hatua gani nitachukua kesho ili kuunda matokeo bora? Hii ni akili ya kiongozi, akili ya mtu anayejenga hatima yake mwenyewe. Badala ya kusubiri bahati au msaada wa wengine, mtu mwenye akili kama hii anajenga nafasi yake mwenyewe. Fikiria, mtu anayesubiri bahati mara zote anaishi kwa hofu, lakini mtu anayejua kuchukua uwajibikaji anaunda hatima yake kila siku, hatua kwa hatua, hatimaye mafanikio yanakuwa hakika. 5. Shukuruni kila kitu unachomiliki kila siku. Shukrani hubadilisha mtazamo, hubadilisha akili na kubadilisha maisha. Kila asubuhi, tafakari juu ya kile unachomiliki: afya, familia, mawazo,
ndoto na fursa. Akili inayojua kuthamini ni akili inayojua kufanikisha. Shukrani hubadilisha maono ya mtu, hubadilisha kiwango cha nguvu zake na huongeza uvumilivu wa mafanikio makubwa. 6. Fanya kila kitu kwa nguvu na shujaa. Usisubiri motivation iwe kamili. Tenda sasa. Hatua ndogo unazochukua asubuhi zinaongeza ujasiri, zinakupa nguvu ya kushinda changamoto na zinaunda desturi ya mafanikio. Akili yenye vitendo ni akili isiyoshindwa. Nafsi inayojituma kila asubuhi inajenga heshima, uthabiti na mafanikio makubwa. Hii ni siri ya wale wanaofanikiwa kweli. Hawasubiri bahati. Wanaunda nafasi zao, wanaweka msingi kila siku, hatua kwa hatua, mpaka ndoto zao ziwe ukweli. Na sasa, sehemu muhimu zaidi. Sheria hizi 6 hazimaanishi kuwa mafanikio yatakuja mara moja, lakini zinamaanisha kitu kimoja tu. Ukiendelea kila asubuhi kujenga akili na nafsi yako, hakuna hali yoyote wala mtu yoyote utakayekuzuia kufanikia. Ukijifunza nidhamu, ukadhibiti tamaa, ukaacha kuahirisha mambo na ukaendelea kusonga mbele hata bila kushangiliwa, hakuna anayeweza kuzuia mafanikio yako. Kama umejisikia, usiandike tu kwenye comments, andika moyoni mwako: leo ni mwanzo wangu wa ushindi. Kwa sababu watu wa kweli wa mafanikio hawatangazi wanajijenga, lakini wanajijenga kila siku kimya kimya, hatua kwa hatua, bila kuacha.